Taarifa ya usiku wa manane kutoka Chadema kuhusu uchaguzi wa Uganda umeibua hisia mseto nchini Tanzania na kutikisa Afrika Mashariki. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Mlipuko wa tahadhari ulitoka Dar es Salaam siku moja kabla uchaguzi wa Uganda wa Januari tarehe 15 mwaka huu, ukivunja ukimya wa kikanda kwa kauli nzito iliyolenga moja kwa moja uhalali wa chaguzi zinazofanyika chini ya vitisho, mabavu na kufungwa kwa taarifa. Ilikuwa si taarifa ya kawaida ya chama cha siasa, bali ilikuwa ni kumbukumbu ya maumivu halisi iliyobeba kumbukumbu za damu, majeraha na hofu ambazo Tanzania yenyewe imezipitia. Ujumbe huu uliweka wazi kuwa uchaguzi unaosimamiwa na vyombo vya dola na giza la taarifa hauwezi kuzaa uongozi halali, na kwamba ukimya wa majirani na taasisi za bara ni mwendelezo wa taasisi na vilevile mwendelezo wa tatizo na vilevile si suluhu. Kauli hiyo iliyotolewa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, ambacho kwa miaka kadhaa kimekuwa kikizungumza kutoka katika uzoefu wa moja kwa moja na kile kinachotokea pale dola inapogeuzwa chombo cha kisiasa. Ujumbe huo uliunganisha mustakabali wa Uganda na historia ya Tanzania, ukionyesha mnyororo wa matukio unaojirudia Afrika Mashariki, ambao ni kuanzia kukamatwa kwa wapinzani, matumizi ya vyombo vya usalama na kudhibiti mikutano, na hadi kudhibiti mtandao ili kupunguza ushahidi wa kile kinachoendelea. Uganda inaingia kwenye uchaguzi katika mazingira yaliyojaa kumbukumbu za uchaguzi uliopita uliogubikwa na ukandamizaji wa wazi dhidi ya wapinzani. Jina la Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine limekuwa alama ya kizazi kipya cha siasa za Afrika kinachokabiliwa na nguvu za dola, na kukamatwa mara kwa mara, kuzuiwa kufanya kampeni na matumizi ya sheria za usalama kudhibiti harakati za kisiasa vimekuwa sehemu ya mazingira yanayopingana na wazo la uchaguzi huru. Kauli ya mshikamano kutoka Tanzania haikuwa tukio la hisani, ilikuwa ni kioo kinachorudisha taswira ya kile ambacho kimewahi kutokea nyumbani. Ujumbe huu uliweka mkazo kwenye jambo moja ambalo mara nyingi upuuzwa kwa makusudi. Uchaguzi si siku ya kupiga kura pekee, ni mchakato unaohusisha haki ya kukusanyika, kupata taarifa, kushindana na usawa na kuheshimu matokeo. Pale vyombo vya dola vinapotumika kabla ya siku ya kura kuamua mshindi, kura yenyewe inakuwa ibada tupu, na huu ndio msingi wa lawama kali dhidi ya matumizi ya taasisi za umma kama silaha ya kisiasa, na kuanzia polisi na vyombo vya usalama hadi tume za uchaguzi na mifumo ya mahakama. Na kwa Tanzania, hoja hizi si nadharia. Chaguzi za miaka ya karibuni zimeacha majeraha ya kudumu kwa jamii, hususan visiwani Zanzibar, ambako historia ya chaguzi zenye utata imeacha vizazi vikiwa na kumbukumbu za vurugu na kukosa haki. Matukio ya majeruhi, vifo na mateso ya kisaikolojia yamekuwa kivuli kinachotembea pamoja na kalenda ya uchaguzi. Hili ndilo lilofanya onyo kwa Uganda liwe nzito zaidi. Ni sauti inayotoka kwa aliyekwisha onja sumu, si mhubiri wa mbali. Na katika muktadha mpana wa Afrika, kauli hii iliweka kidole kwenye jeraha linaloendelea kuvuja. Bara limeshuhudia mfululizo wa chaguzi zinazotangazwa kuwa za amani, huku zikiwa zimezungukwa na hofu. Na kutoka Afrika Magharibi hadi Afrika Mashariki, mifumo ya kisheria imekuwa ikibadilishwa ili kubana ushindani, na vyombo vya habari vya kijamii vimekuwa vikizimwa au kudhibitiwa ili kuzuia ushahidi wa ukiukwaji wa haki na kusambaa. Kufungwa kwa interneti, kama ilivyotajwa wazi, si tu kukatiza mawasiliano, ni kukata mishipa ya uwajibikaji wa umma na kuathiri maisha ya kiuchumi ya raia. Na katika miaka ya karibuni, mashirika ya haki za binadamu yameandika ripoti nyingi kuhusu athari za kuzimu kwa mtandao wakati wa chaguzi barani Afrika, yakionyesha hasara za kiuchumi, ongezeko la taarifa potofu na vilevile kupungua kwa uaminifu wa matokeo. Hata hivyo, hatua za kimataifa mara nyingi zimekuwa za tahadhari kupita kiasi, zikihofia maslahi ya kijiografia na vilevile kiusalama kuliko sauti za wapiga kura. Ndiyo maana wito wa taasisi za kikanda na
kimataifa uliwekwa kwa msitizo mkubwa, ukitaja Jumuiya ya Afrika Mashariki, Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa kama wadau wanaopaswa kuchukua msimamo wa wazi. Ujumbe huu uliweka wazi kuwa kutochukua hatua ni kuchagua upande, na pale matokeo ya uchaguzi yanapopatikana kupitia mabavu na ukiukwaji wa haki za msingi, kuyatambua kimataifa kunahalalisha mfumo unaokandamiza. Hili si swala la itifaki za kidiplomasia, bali ni swala la maadili ya pamoja ya bara. Afrika ilijenga harakati za uhuru juu ya msingi ya utu na kujitawala. Kuhalalisha chaguzi za hofu si kusaliti historia hiyo. Kwa upande wa Tanzania, kauli hii pia ilikuwa kengele ya ndani. Ni kumbusho kwamba demokrasia ya kweli haiwezi kujengwa kwa kudhibiti wapinzani au kuogopa ushindani. Taifa ambalo lilijengea sifa ya amani na utulivu linapochagua kufumbia macho kiukwaji wa haki, linahatarisha mtaji wake mkubwa zaidi. Na kauli ya Chadema ilitumia mshikamano wa Pan-Afrika kama njia ya kuzungumzia changamoto za nyumbani bila kupoteza mwelekeo wa kikanda. Kisiasa, hatua hii ilifungua mjadala mpana kuhusu nafasi ya vyama vya upinzani katika diplomasia ya wananchi, na badala ya kusubiri serikali, vyama vya asasi za kiraia zimeanza kujenga mitandao ya mshikamano inayovuka mipaka, zikijibu ukweli kwamba matatizo ya demokrasia yanafanana kutoka nchi moja hadi nyingine. Na hii ni ishara ya siasa mpya za Afrika zinazotumia sauti ya pamoja badala ya kauli za kitaifa zilizotengwa. Katika uwanja wa habari za kidijitali, ujumbe huu ulilenga moja kwa moja watazamaji wa kizazi cha mtandao. Kwa kusisitiza haki ya kupata taarifa, uliunganisha mapambano ya kihisia na maisha ya kila siku ya vijana wanaotegemea mtandao wa elimu, biashara na ushiriki wa kiraia. Ujumbe huu ulieleweka kama onyo kwamba kukubali kuzimwa kwa mtandao leo ni kukubali kunyamazishwa kesho. Mwisho wa simulizi hili haukuwa tu kwa matumaini ya harakati, bali uwajibikaji wa muda mrefu. Mustakabali wa Tanzania na Afrika kwa ujumla unategemea uamuzi wa sasa: kuendelea kuvumilia chaguzi zinazoendeshwa kwa hofu, au kusimama na kudai uhalali unaotokana na ridhaa ya wananchi. Ukimya unaochaguliwa leo utatupwa ama utalipwa kesho kwa mzunguko ulioisha wa migogoro, kupotea kwa uaminifu wa taasisi na kizazi kinachokuwa bila imani ya sanduku la kura. Kauli iliyotoka Dar es Salaam haikuwa mwisho wa mjadala, ilikuwa ni mwanzo wa kukataa kuishi chini ya kivuli cha bunduki kama bei ya uongozi. Ndio hayo tuliokuandalia hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuleta taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.